tunaishukuru serikali yetu kwa kazi nzuri na kubwa ambayo imeifanya katika mkoa wetu wa Dodoma katika kipindi chote, lakini sisi wenzenu watu tunaongea kwa vipindi vya uongozi. Kwa hiyo sasa hivi tunaongea hasa kwa kipindi cha miaka hii ya serikali ya awamu ya 6. Kazi kubwa sana imefanyika ambayo imefanya mkoa wetu wa Dodoma umepanda hadhi kwa kiasi kikubwa, lakini umepata heshima kwa kiasi kikubwa. Na mimi nimekuwa nikisema siku hizi za karibuni, mara nyingi kama waliosikia maneno yangu maeneo mbalimbali, nimekuwa nikirudia kusema haya maneno. Hii Dodoma ambayo miaka tu ninafika hapa na miaka ya nyuma watu walikuwa wakipewa viwanja wahangaike navyo, wanasema cha nini Dodoma? Cha nini? Wengine wanauza, wengine wamevitelekeza. Lakini leo hii Dodoma ni ile inayogombewa viwanja, yani vinapanda bei kila asubuhi. Sasa watu wanataka free imepanda kwa bahati mbaya, lakini kwa sababu thamani ya mkoa wa Dodoma imepanda. Kwa kila mtu anataka sasa kupata eneo Dodoma, ajenge Dodoma, aidha ahamie Dodoma akae, aidha awekeze Dodoma. Kwa hiyo katika mikoa ya Tanzania sasa hivi inasemekana aidha Dodoma inafuata kwa Dar es Salaam kwa ile appreciation, ongezeko la gharama za viwanja, mji ambao watu walikuwa hawana habari nao kabisa kwa miaka mingi. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali, hasa wa miundombinu, umefanya Dodoma. Si miaka ile tulikuwa tunasema Dodoma ni katikati ya nchi. Kwa nani alikuwa anajali kuwa katikati ya nchi akimbilie? Hamna alikuwa anajali. Lakini sasa kwa katikati ya nchi panafikika, pameunganishwa, ndio thamani ya ile Dodoma kuwa strategic location ambapo imefika. Sasa barabara za lami kila mahali hapa mjini na tupeleka mikoa yote inafikika kwa urahisi, lakini tunaona SGR watu wanakuja asubuhi wanaondoka hivi, tunaona uwanja wa ndege wa kimataifa unakamilika, tunaona barabara ya mzunguko Dodoma imekuwa connected. Yale ndio yaliyoongeza thamani ya mkoa wetu wa Dodoma na sasa hivi kupata upekee wake. Wale wawekezaji wale watu kwa naita kila siku wanakataa, sasa hivi wenyewe ndio wanakuja, jamani siwezi kupata eneo, wanatuomba sisi. Lakini nimeshuhudia hata NGOs bwana, siku nyingi tu zilikuwa na makao makuu yake yako Dodoma. Sasa hivi wengi wanaokuja wanasema tunaomba tupate eneo la kujenga makao makuu Dodoma. NGOs za kimataifa na zile za ndani ya nchi. Lakini kwa sababu ya thamani na uwekezaji mkubwa wa serikali, waliokuwa wanasema Dodoma tutakaaje hapa, matibabu hamna. Sasa hivi kuna mabenjamini yana makila vifaa huko vimo ndani na nini. Kumbe Dodoma ni mahali sahihi, nikitaka huduma yote ya elimu napata, afya napata, maji, umeme na kila kitu. Kwa hiyo ndio maana tunaposema tunashukuru serikali, sisi Dodoma imetupandishia hadhi sana ya mkoa wetu. Na uchaguzi ni nyewe mnajua zaidi, wataalamu wao mnasema ni jambo la kikatiba. Haki ya kikatiba ya kila mtu kupiga au kupigiwa kura kama atayegombea, lakini pia ni haki ya demokrasia kwa kila mtu kupata nafasi ya kupiga kura. Lakini haki hizi ni kama vile hatuzitumii vizuri, ni haki zetu lakini hatuzitumii vizuri sana. Kwa hiyo sasa hivi sisi tukasema hii Dodoma ambayo imekuwa makao makuu, ambayo inaheshimika hivyo kwa miradi mingi na mambo makubwa tunayoyasema, hebu tusipoteze heshima yetu kwenye jambo moja tu, kwa bado hatuna mwamko wa kwenda kupiga kura. Ndio maana tukasema leo pamoja na hii, lakini sisi kwa miezi yetu hii miwili ni agenda ya kudumu hii. Hata nikikutana na watu watatu tu nikiongea mambo mengine, lakini naambia umejiandikisha bwana usiache kupiga, ili kuleta mwamko wa wananchi wa Dodoma kutaka kwenda kutumia ile haki yao ya kidemokrasia na haki yao ya kikatiba ya kwenda kupiga kura. Yaani unaanza kujiuliza, hivi mtu huyo alikuwa ana faida gani kwenda kupanga kafoleni kale kwa ajili ya kupata kadi? Kadi hiyo inatumika siku moja tu katika miaka hiyo 5. Alafu siku ya kwenda kukatumia tena haendi kukatumia. Sasa alikuwa anahangaika nini kwenda kujiandikisha? Wao kidogo unashangaa hivi, unajiuliza, upati majibu. Lakini tukaona mtu usitafakari sana, tutoe hamasa kwa kila mwana Dodoma. Umuhimu wa kupiga kura, ile ni taswira ya nchi yetu kwa hawa Tanzania wanaopewa kutosha na kujua umuhimu wa kwenda kuchagua kiongozi unayetaka. Lakini ni ukuaji wa demokrasia. Kwa hiyo naomba nitoe rai kwenu, taasisi sio za serikali. Tunaomba nyinyi wenyewe kwanza mlioko hapa, naamini
makundi mengine wanaambia wangapi hapa na kadi za kupigia kura. Sasa NGO ngoja niwaache, lakini nikiamini kuwa wengi wenu mnazo kadi za kupigia, naomba nitoe rai kwenu, kadi ile inatumika siku moja katika miaka 5. Hebu tuwaombe basi wenye hizo kadi waende kupiga kura.